na anavyotaka tumsifu. Tunabaki tukusema ni kwa vile Yesu alituombea wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo, na akatuambia heri ninyi mkiyafanya baada ya kujua. Lakini kingine ambacho nimekiona, tunaona mzigo kwa wenzetu ambao hawakufanikiwa kuja, na sio mdogo, ni mkubwa, sio mdogo. Na amesikia wamesema waje wazee, waje wachungaji, wao mnawaalika kwenye semina, lakini barua zetu zimetaja wote. Kuna ambao pia kwa sababu ya majukumu fulani ya muhimu, semina kati hii imepangwa, kuna ambao limeingilia. Kwa hiyo unaweza kukuta mchungaji ameshindwa kuja kwa jukumu hilo. Lakini huenda sababu ikawa pia kwamba ibilisi ameingilia kati, asione umuhimu mzee ama mchungaji ambaye ana dhamana. Lakini kuna ambao wana sababu kabisa ambayo Mungu anaifahamu. Lakini kuna wengine ndio hivyo tu kwamba tumetendwa kwa akili. Wapo waimbaji wenzetu, viongozi wa kwaya na wanaopaswa kucheza kinanda na watunzi na nyimbo, na wao pia wanaweza kuta wamepata dharura kubwa kabisa, ama ibilisi tu ameingilia kati na wakawapa nafasi. Kwa hiyo ukiona huo wote ni mzigo huko hapo mbele. Lakini kama tulivyosikia kutoka kwenu, sisi tutafanya sehemu yetu tuliyofika. Hatutaweza kubaki vile vile, ila tutafanya sehemu yetu. Kwa hiyo ile uliyoipata hiyo endelea kujifunza, weka bajeti kwa ajili ya kwenda chuo, na ubebe huu mzigo ambao Yesu amekuamini kuwa nao. Ni eneo muhimu sana. Ukigusa muziki, umegusa kiini cha pambano kuu. Si kwa sababu ni chache zitafika mpaka kule, yaani uasi haukuja isipokuwa muziki ulipochepusha. Sasa kwa sababu ni siku 4, sitafika kwenye muziki katika pambano. Kwa sababu tunapozungumzia dhambi ilikuja, angalia Lucifer, ni muziki. Ni muziki. Kwa hiyo kizungumzia aliingizaje hoja kwa Hawa, ni muziki. Alizungumza naye katika muziki. Hilo uweze kuiona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kwa sababu ya tafsiri. Lakini ilikuwa ni aliwasiliana kwa muziki. Na ukitaka leo uonekane kama kituko, zungumzia muziki anaotaka Mungu. Utavutwa shati mpaka utashangaa. Ibilisi hawezi kung'ang'ana hivyo isipokuwa najua ni silaha yake ya miaka yote aliyofanikisha kuangusha watu wa Mungu. Kwa hivyo anafahamu. Na leo tutaona katika somo la leo kwa nini muziki una kinyang'anyiro hivyo, ingawa sio katika mtanda wa pambano kuu, kwa sababu hatutafika kule. Sana siku 2 za mwisho ambazo zingekuwa kama ni siku 7, ndio ningezungumzia habari ya pambano kuu, uone muziki ulivyo. Na una mgogoro kwa sababu ya uwezo wake. Lakini kwenye somo hili tutaangalia kwa nini mvutano uko hivyo, kwa sababu muziki ni silaha kubwa mno ya kiroho. Kubwa mno. Sawa, jana tuliona tu kwa uchache ya kwamba muziki ni zaidi ya kafara. Ni zaidi ya sadaka. Kwa hiyo mtu akitoa sadaka akajenga kanisa kama hili, anaweza kafikiri ni jambo kubwa sana linazidi muziki. Akombe muziki unazidi aliyetoa sadaka akajenga kanisa. Alafu uangalie kama sisi tutaheshimu yupi. Aliyejenga nyumba ya ibada ama anayemsifu Bwana kama anavyotaka Bwana. Unaweza usifahamike kabisa na wala hakuna attention kwa mtu yote. Kwa sababu attention itaelekea kule mali inakuonekana. Lakini kwa sababu tunaona kwamba tulikuwa hivi, sasa Mungu anatuongoza tuende hapa,
tusizimie, tusichoke, kwa sababu siku zote ukiwa na ajenda ya Mungu una hakika ya kuwepo kwa Mungu pamoja nawe, kwa sababu ajenda sio yako, ni ya nani? Bwana. Ni ya Bwana. Kwa hiyo ukisimama kwenye ajenda ya Bwana, usio na mashaka juu ya uwepo wa Mungu upande wako. Na kweli siku zote inashinda. Sio mpaka uone wakati wako hivi. Kuna watu walisimama na gharama walizopitia na mpaka wamelala usingizi wa mauti, hawakuona kama kuna aina ya uamsho unafanya. Lakini siku watakaporejea mfalme mwenye uhai, ataona kwamba juhudi zile hazikuwa bure. Kuna watu waliopokea wokovu. Somo la leo mchana lina kichwa kinachosema ajenda katika muziki. Muziki una ajenda. Nitasoma tu ajenda hii ambayo tutaona kitu cha kwanza, ajenda hii ni nini, alafu sehemu ya pili kinachohitajika kwenye hii ajenda. Baada ya kuiona hii ndio ajenda ya muziki, sasa hii ajenda inataka nini? Hiyo vitu viwili peke yake mchana huu. Ajenda katika muziki. Tusome tena Warumi 15 aya ya 9. Biblia inasema hivi, nasema tena ili mataifa wamtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake. Mtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake, kama ilivyoandikwa. Imeandikwaje? Kwa hiyo nitakushukuru kati ya mataifa, shukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Nitaliimbia jina lako. Yaani ajenda kwenye muziki ni habari ya jina lake. Nitaliimbia jina lake. Maana ukichepuka hapo muziki ukaelekea mahali. Kuna wakati tunasema jamani, mbona waimbaji hawatungi nyimbo za harusi? Sasa hapo zinazohusu harusi, habari ya ndoa na familia ndio. Sasa inakuja unapotunga, unatungaji sasa ndio unasikia mtu anasema leo bwana harusi na bibi wanatajwa wale walioko pale. Alafu ameona wametunga wimbo wa harusi. Wimbo unao msifia hao wanadamu. Kwa kweli kwenye suti, kwenye shere. Na wakafikiri wametunga wimbo wa ndoa. Hapana. Kwa sababu wimbo ni unamwimbia nani? Bwana. Sikiliza tu leo utaelewa kidogo kitu fulani muhimu sana katika Biblia. Na mimi nilisema nitashiriki kweli kwenye maandiko matakatifu. Kwa hivyo ajenda ni kuliimbia jina lake. Na unajua kwa nini iko hivyo? Kwa sababu mtu yeyote anayehubiri habari njema ya wokovu anachoshughulika ni jina lake. Naenda kitabu cha Matendo sura ya 9. Usome aya ya 15 na 16. Wakati Paulo anaitwa siku ile akiwa Sauli anaenda kuwatesa Wakristo Dameski, akakutana na Yesu. Kuna alichomweleza. Angalia vizuri alichosema Yesu kwake. Matendo ya Mitume 9:15-16. Nasema lakini Bwana akamwambia nenda tu. Hapa ni Anania anayeambia nenda kwa Paulo yule Sauli, tazama anaomba. Akaeleza umjui kumbe yule ametoka Yerusalemu, hana kibali cha kutukamata na kututesa, alafu alituma kwake. Yaani kuna wakati mwingine tunakuwa kama tunafahamu sana kuliko Yesu. Si kama umegundua? Yesu anamwambia Anania, sio Anania yule aliyeanguka akafa na mke wake siku ile. Huyu ni Anania mwingine aliyeko Dameski, ambaye Yesu anamtuma, na huyu ndiye aliyembatiza Paulo. Anamwambia kuna mtu yuko hapo Dameski, yuko na mtazamo huu, yuko namna hii. Alafu Anania anasema haumjui. Yule ni tatizo kwa ajili ya wanaokuamini wewe.
ndipo akamwambia nenda tu. Hebu soma usikie mstari wa 16. 16. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 15 sehemu ya mwisho, ama alisoma tu wote? 15. Lakini Bwana akamwambia Anania, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Alichukua jina langu mbele ya mataifa. Atalichukua jina langu mbele ya watu gani? Mataifa 2 na wafalme 3 na wana wa Israeli. Lakini anaenda kufanya nini? Anasema huyu atalipeleka jina langu. Wewe ukisoma zile safari zote za missionari za Paulo zile 3, na kisha kwenye minyororo mpaka anakuja kufia Rumi, alikuwa amebeba jina la Mungu kote. Halafu hapo pia anasema nitaliimbia jina lake katikati ya mataifa. Ndivyo anaweza pia. Kwa hiyo unaona, wahubiri, wafundishaji wa neno na wanaoimba wanafanya kitu hiki moja, wanabeba jina lake. Sasa ikiwa wanabeba jina, angalia kitu kingine. Ikiwa wanabeba jina, sasa ndio kuna vitu vinaeleza wanapaswa kuaje hapa. Bado niko kwenye ufafanuzi wa agenda yenyewe. Biblia inaeleza katika kile kitabu cha Isaya sura ya 52 aya ya 10 hadi 12. Isaya 52 aya ya 10 hadi 12. Biblia inasemaje? Bwana ameweka wazi mkono wake wa mtakatifu. Mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote na ncha zote za dunia. Ndio zitauona wokovu wa Mungu wetu. 11. Nendeni zenu. Ndio. Nendeni zenu. Tokeni huko. Ndio. Msiguse kitu kichafu. Tokeni kati yake. Mjitenge. Iweni safi ninyi mnaofanyaje? Mnaochukua vyombo vya Bwana. Mnapochukua vyombo vya Bwana, anasema sifa yenu iweni nini? Iweni safi. 12. Maana hamtatoka kwa haraka wala hamtakwenda kwa kukimbia. Kwa sababu Bwana atawatangulia. Mungu wa Israeli atawafuata pia nyuma. Awalinde. Kwa hiyo anaeleza, kwa kuwa ninyi mnafanya hivi kwa mataifa, iweni safi ye mnayochukua vyombo vitakatifu. Sasa wazo la usafi linakuja hapa, ambalo linazungumzia katika swala la kimaadili na swala la kiroho. Ndio neno linalotumika pale, kwamba kuweni watu wenye maadili, kuweni watu wenye waliojitoa, waliojitenga na maovu, kwa sababu tu nabeba vitakatifu vya Bwana. Tutaiona kidogo hii. Jina lake, burudi Walawi, angalau imeandikwa kwa wingi sana, lakini tusome tu angalau Walawi sura ya 20 usome mstari wa 3, twende Walawi 22 usome mstari wa 2, twende Walawi 22 usome mstari wa 32. Hebu soma Walawi 20 na mstari wa 3. Nasema mimi nami nitamkazia uso wangu mtu huyo. Naye nitamkatilia mbali na watu wake. Sawa. Kwa kuwa ametoa katika kizazi chake na kumpa Moleki. Ndio. Ili kupatia unajisi patakatifu pangu. Ndio. Na kulinajisi jina langu takatifu. Ukizungumzia tu kwamba jina la Mungu, yeye mwenyewe ndo anaeleza jina langu ni takatifu. Kwa hiyo halipaswi kuchafuliwa, halipaswi kunajisiwa. 22 Walawi aya ya 2. Nena na Haruni na wanawe. Ndio. Ili wajitenge wenyewe na vitu vitakatifu vya wana wa Israeli. Ambavyo wanitakasia mimi. Ndio. Tena kwamba wasilinajisi jina langu takatifu. Wasilinajisi jina langu
takatifu. Mimi ndimi Bwana. Yeye ndiye Bwana. 32 mambo ya Walawi 22 anasema wala msilinajisi jina langu takatifu. Jina langu takatifu msilinajisi. Lakini nitatakaswa mimi katika wana wa Israeli. Mimi nitafanywa kwa mtakatifu katika wana wa Israeli. Mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Ndiye anayetutakasa. Kwa hiyo anazungumzia habari ya jina lake takatifu. Kwa anasema mtaliimbia jina lake. Biblia inaeleza la kwangu ni takatifu. So anaeleza jitenge na uovu. Usilitie unajisi, vinginevyo nitakutenga na mimi. Hiyo anaeleza. Twende tuangalau upande wa manabii. Some Ezekieli 39. Alafu some ile aya ya 7. Ezekieli 39 aya ya 7. Na jina langu takatifu, jina lake takatifu nitalifanya kuwa limejulika kati ya watu wangu Israeli. Katika Israeli nitalifanya lijulikane, wala sitaliacha jina langu takatifu kutiwa unajisi tena, hata kubali lichafuliwe. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, na mataifa watajua yeye ndiye Bwana na aliye mtakatifu katika Israeli. Unaona, talihubiri katikati ya mataifa. Tunachohubiri ni jina lake takatifu, na tunapoimba tunaimba jina lake takatifu. Hiyo ilikuwa inafafanua nini maana ya kusema tunaliimbia jina lake. Ni jina lake lipi hilo? Kumbe tunazungumzia habari ya utakatifu wa Mungu. Tutaimba utakatifu wake, tutalichukua jina lake, tutachukua tabia yake takatifu. Kwa hiyo tunapoeleza watu, tunaeleza tabia ya Mungu. Tunapoeleza tabia ya Mungu, maana yake sisi wenyewe ndio tunalibeba. Kwa maana anasema huyu atalibeba jina langu kwa mataifa, kwa wafalme, kwa Israeli. Ndivyo alivyomwambia Anania, nenda tu kutoka kiteule, huyu atalibeba jina langu. Kwa tunaposema tunapeleka habari njema kwa ulimwengu, yaani unapozungumza unasema mimi ninamshuhudia Yesu, ninawaeleza watu, unachokisema unajua ni hiki, mimi nimebeba jina lake. Kwa hiyo watu wakitaka wamjue Yesu waone mimi ninavyoishi. Ndio maana yake. Yaani unajua mtu asiyebeba jina lake takatifu hawezi kuwa kwenye orodha ya wanaomshuhudia. Badala yake wanalinajisi. Mataifa hawatamjua Mungu ni nani kwa sababu ya tabia mbaya ya anayemtaja. Sasa nitaliimbia jina lake takatifu, ndivyo Warumi 15 tuliyosoma mstari ule wa 9. Sasa angalia mambo matatu hapa kwenye kuhusu kila ambacho tunaposema tunamwimbia jina lake takatifu, tunazungumza tabia yake, tunahubiri tabia yake, tunaimba tabia yake. Tunapoimba hiyo tabia yake, hapa unaona mambo yanayofanyika. La kwanza, unaposema unaimba tabia yake, maana yake hutaipata kwingine isipokuwa utaipata kwenye neno. Na muziki una kazi kubwa sana kuhusiana na neno. Wakolosai 3 aya 16, alafu Efeso sura ile ya 5 aya 18 hadi 20. Hebu soma. Wakolosai 3 aya 16. Neno la Kristo, Biblia inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za roho, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kwa hiyo anaeleza neno la Kristo likae kwa wingi wapi? Kwa sababu watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Hiyo ni Hagai ngapi? Watu wanasema hiyo ni Hagai. Hiyo ni Yohana 17 aya 10 na ngapi? Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio. Kwa hiyo waimbaji wanaposema neno la Kristo likae kwa wingi, halafu anaeleza linakaaje katika zaburi, katika nyimbo, katika tenzi za rohoni. Kwa hiyo ina maana wanachoimba wanaimba neno la nani? Na kama wanaimba neno la Bwana, wamebeba jina la nani? Na hivyo wametakaswa wanaoimba. Kwenye Zaburi 118
Kusoma Zaburi 119. Zaburi 119, soma mstari wa 8. Uone kazi ya neno inachokifanya kwa kila anayelibeba. Hebu soma 119 Zaburi aya ile ya 8. Yeye anasema, nitazitii amri zako. Usiniache kabisa. Hiyo ni Zaburi 119 fungu la 8. Ndio fungu la 8. Zaburi 119. Hata Biblia yako inasema hivi. Yes. Natafuta aya ambayo iko hapo inayosema moyoni mwangu, soma mstari wa 11. Soma mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Kwa nini nimeliweka, msomaji? Nisije nikakutenda dhambi. Unaona jinsi neno linavyofanana. Yaani ukishaweka neno inakuwa ndio sumu tu ya dhambi. Wewe liweke neno moyoni, alafu uone dhambi yote inapakuliwa nje. Saa nyingine huwa tunateteaga sana dhambi na tunasema ni udhaifu. Alafu unajua hakuna anayeweza kuwa vile. Hata huwa tukumbuki Biblia inasema ukiliweka neno moyoni dhambi inatoka maishani. Huwa hatutaki kuzungumza hivyo. Kumbe tunapopalilia habari ya kutenda dhambi kwa maisha haya na kucheza nayo, tunatoa tu ushahidi ya kwamba hatuna neno moyoni. Sababu neno likikaa moyoni, dhambi inatoka nje. Sasa badala ya kuangalia kwamba kama ninaanguka namna hii, kama ninapambana katika hili, nina msaada wa neno la Mungu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Waefeso 5:18 hadi 20. Kwa hiyo neno la Kristo likae kwa wingi ndani. Kwa hiyo kama linakaa kwa wingi kwa waimbaji, maana yake kama nilivyoeleza jana wakati tunajifunza hapa ya kwamba watu wanaotazamiwa kuwa watu wa kiroho ni waimbaji. Maana wamebeba jina la nani? La Mungu. Unajua watu hawavutwi kwa Yesu kwa maneno, isipokuwa kwanza kwa tabia ya anayeimba. Kwa hiyo ndio maana ukiwa hapo unaimba, Mungu hapo kanisani, msikilizaji anakuacha hapo, anasafiri na wewe mpaka nyumbani kwenu. Anapekua sebuleni, anapekua huko, anapekua kama una mwenzi, anaangalia unavyoishi na mwenzi. Pekua huko, anaangalia kama una watoto, unaishije na watoto. Anapekua huko, anaona majirani, unaishije nao. Akishapekua huko akaona hiki anachokiimba ni sahihi, ndipo ule ujumbe unagusa moyo wake. Lakini unaimba hapa, anajua huyu anapigaga ngumi mke, anajua huyu ananyanyasa watoto, anajua huyu na majirani wasalimiani, lakini hapa amesimama anakuja Yesu. Yaani watu wanasikiliza wasema, nyimbo hata hazigusi. Sio kwamba hazigusi, ila anayeimba hana sifa. Ni sasa muonekano. Anaimba kila ambacho hakijamsaidia. Sio, mnanielewa vizuri? Ndicho hicho. Kama ni mimi mhubiri nikihubiri, ninahubiri jamani, uishi hivi na mke wako, ufanye hiki na kile na watoto. Yule anayenifahamu na anajua mimi mke wangu ana masikitiko muishi na mimi. Watoto ndio kabisa hata hawawezi kuniingilia, maana mimi ni meja jenerali. Wewe ukitaka kuona kama pale kanisani kuna mahubiri pale, halafu uchukue anayefahamika anahubirika sana, wanamtaja kule Kongwa, anahubiri mzuri hata familia. Wanamtaja kule Dumakati, anahubiri vizuri. Sasa yuko ni wakibaigwa. Sasa wekeni mahubiri halafu mpatie masomo ya familia. Sio na mfano hapa. Unaambia kuna kila tuka yangu safari hii haiko vizuri. Maana atazungumza nini na wanamfahamu? Yaani watu hawahamasishwi na ninachokitaja, wanahamasishwa na maisha yaliyobadilishwa. Kwa hiyo hata ukieleza Yesu anabadili, wananiona mimi kama huyu bwana naye ameishi hivi. Kumbe ni kweli Yesu anafanyaje? Ndio maana Yesu anasema rudi nyumbani
ukawaambie kile ambacho Mungu amekutendea. Maana yake waone ulivyobadilika kwa uwezo wa Mungu. Ndio ilikuwa agenda. Na wale ambao tunaishi nao nyumbani, wale ambao ni ndugu zetu wa kuzaliwa na sisi, hawataokolewa kwa nafasi yao kama mchungaji, kama mwimbaji, kama mhubiri wa neno, ila maisha yanayoishi nao wakina washangazi, wakina mjomba, kina babu, yaani maisha ambayo ni chumvi na nuru, ndio ushahidi ambao hawawezi kukanusha. Ndivyo ilivyo na kanisani. Kwa hiyo ni kiongozi wa idara, lakini tabia yake ni mbovu, hawezi tia lolote kwa wanaidara. Kwa sababu kazi yetu ni kulichukua jina la nani. Kwa hiyo ndio maana waimbaji wakisimama, mtu ambaye ni mgeni anaona ule ujumbe ulipo pale, lakini wenyeji ndio ni kama wamefanya kwa wagumu kama jiwe. Maana wanajua hao wote ni santuri muonekano. Ni kama unacheza kwenye nani hapo, umeweka flash. Hawana maisha yoyote. Hawana. Na unayafahamu. Unaambia mimi hao waimbaji wanibariki. Ndio maana usikia lugha kama hizo. Hawakubariki kwani wanaimbaga nyimbo za Mungu mali? Hamna. Wanaimbaga hizo ndio, lakini wao hawajanibariki. Usimwambie wewe na wale watu msikilize vizuri, kwa nini anasema awamfanye nini? Awambariki. Anafahamu maisha. Ndio hiyo. Kwa hiyo ndio maana tukienda kama kwaya tunafanya dua kwenye makambi, watu wanasema amina huku, lakini kwa kanisani kwao anasema hapo. Mimi nashangaa wanaowaimba ukimaiba. Wanaohitaji hao. Hii kanisa linachezewa sana. Hawa mimi wasingelitoka ama ni mshirika anataja. Hawa hawapaswi kwenda popote kwa huduma. Na saa nyingine unakuta ni kweli wamevutana na uongozi wa kanisa pale mpaka wametoana ngewa za kisaikolojia. Lakini wakija huku wakiweka muziki hapo, watu wanasema ndio watu wa Bwana. Walete wenyeji wanaokaa nao. So tena huyu. Hao ni kwa sababu hiyo. Waefeso 5:18 hadi 20. Wimbo ni neno ndio linalobeba hiyo tabia, ndio linalotubadilisha. Na hivyo tunapoimba tunaimba neno. Hili neno limebeba sifa za kitabia za Mungu. Na watu wanaposiona, wanasikiliza, wanaziona kwetu. Sisi tunaonena kwa njia ya muziki, kwa njia ya kuhubiri, kwa njia ya kufundisha, wanamtukuza Baba yetu aliye juu mbinguni. Ndio maana sana atalibeba kwa mataifa, kwa wafalme na kwa wana wa Israeli. Soma Efeso 5:18 hadi 20. Tena msilewe kwa mvinyo. Silewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Jazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi. Sikiliza sasa, kama wamejazwa kwa Roho, haya yatakuwa matokeo. Watasemezana kwa zaburi 1, 2, tenzi 3, nyimbo za rohoni, himno 5, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Fanya melody katika moyo wenu. Lakini anasema kama tu mmejazwa Roho, hizo nyimbo zitakuwa hivi. Nasema taja. Kwa hiyo neno na Roho Mtakatifu ni kitu kile, kwa sababu Paulo anatusaidia kujua, anasema upokeeni upanga wa Roho ambao ndio neno lake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye huwa ameshika neno. Kwa hiyo upanga ambao ni neno unashikwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unakuta ikiwa hali hapo, anasema huu muziki utakuwa hivi. Ndio maana sio kitu cha kawaida. Unasikizisha neno kuliko njia yoyote ya kufundishia neno. Muziki. Ndio maana unaweza ukaimba nyimbo 100 hauangalii kwenye kidaftari. Lakini wakikupatia usikalili bila muziki, kazi. Kristo wane yote. Yanatafuta ambaye amekuwa kiima, anasikiliza. Yeye hata hajawahi kufanya kitu chochote, tunashangaa. Anaimba peti zote. Hata kama usingizi unakuja, ni unashangaa na hivyo. Na hajafanya mazoezi ya namna ya kuimba. Ile unatoka. Ndio
njia pekee ya kusikizisha neno. Kwa hiyo maana ikiwa wimbo utakuwa umetengeka kwenye neno, ina maana waimbaji watafahamu neno, na wakifahamu neno watatakaswa kwa ile kweli, na Roho Mtakatifu atakuwa ndani yao. Ikiwa wanachoimba ni neno. Namba 2, Samueli ya kwanza sura ya 16 aya 23. Angalia muziki unachoweza kufanya kwa anayeimba. Agenda katika muziki. Samueli ya kwanza 16 aya 23. Anasema ikawa mbaya kutoka kwa Mungu ulipomjia Sauli. Ndipo Daudi akakishika kinubi akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Sasa unajua pale kuna uandishi tunaita Hebrew mind. Hebrew mind ni kwamba unaona pale roho mbaya kutoka kwa Bwana. Sasa unaweza kufikiri Bwana anatoaga roho mbaya pia. Mojawapo ya aya ni uandishi wa Kiebrania. Usipoangalia unafikiri hiyo roho mbaya kwa Sauli ilitoka kule. Sauli Biblia inasema Mungu alikuwa amemwacha. Hivyo anavyotaja. Mungu alimwacha na akamwambia Samuel, usinilie kwa ajili ya Sauli. Mimi nimemwacha. Kwa hiyo kwa kuwa Bwana alimwacha, unaweza ukajua hiyo roho alitoka wapi. Kwa hiyo alikuwa na mapepo. Na wakamshauri katika swala hili, katika shida hii ulio nayo, anahitajika mpigaji wa nini? Mwimbaji. Na wakatafuta mmoja, akasema yupo kijana mmoja wa Yese. Akaja ikulu. Ndivyo Daudi alipokuja ikulu. Kabla hata hajaenda kupigana na Goliath, alikuja ikulu kama musician anayeweza kuimba wimbo uliobeba jina lake, na anapoimba ibilisi ndani ya akili ya Sauli anakimbia. Hii inaonyesha namna gani muziki unapoimbwa kwa Bwana na anayeimba na anayemsifu yeye, angalia athari kwa wanaosikia. Waumini waliokuja kwenye ibada, wote waliokuja kwenye ibada, roho mchafu inaondoka. Na angalia ni kitu cha pekee uone muziki unachofanya. Kwa hiyo unaona hapa mapepo yanaondoka kwa nyimbo. Ndio ilikuwa tiba. Na wale walimwambia vizuri, hapa kwenye shida ulionayo ya kiroho anahitajika mwimbaji. Kwa hiyo unaona pale muziki unapoonesha uwezo dhidi ya adui shetani. Watatu, kwenye eneo la kwanza nasikizisha neno. Unaona Roho Mtakatifu. La pili, unaona hii sasa katika pambano kuu na kile ambacho muziki unafanya. Kwa hiyo ndio maana waimbaji, ninarudia kusema, wana faida kubwa mno. Tatu, muziki unafanya nini? Huo muziki, Mambo ya Nyakati ya kwanza, Mambo ya Nyakati hapana, Falme ya pili sura ya 20 aya ya 20 hadi 22. Usoma pale. Falme ya pili aya ya 20, sura ya 20 aya ya 20 aya ya 20 hadi 22. Sorry. Sio Falme ya pili. Ni Nyakati. Ni habari za mfalme mmoja anaitwa Hezekia. Nyakati ya pili. Nyakati ya pili, Nyakati ya kwanza. Sura ya 20 na aya ya 20 hadi 22. Nyakati ya pili. Sura ya 20. Kwa kuna vita hapo, na nataka tu uone kilichofanyika. Uone kwa nini waimbaji ndio walikuwa mstari wa mbele. Nyakati ya pili sura ya 20 mstari wa 20 hadi 22. Hebu soma. Anasema, neno linasema, wakaamka asubuhi na mapema. Ndio. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama. Alikuwa ni mfalme Yehoshafati, akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi
Yerusalemu. Aminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Endelea mpaka mstari 22. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, kushauriana na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana. Alichoanza cha kwanza, aliweka waimbaji na kumsifu katika uzuri wa utakatifu wa Bwana, wakitoka mbele ya jeshi. Wale ndio waliotangulia nini? Wao jeshi wakiwa na silaha zao walikuwa wapi? Nyuma. Waliokuwa mstari wa mbele ni nani? Waimbaji. Ni vizuri uweze kuelewa. Hapo unajua hivi ni kwa nini walikuwa wanazunguka wanaimba pale, wanapuliza ile tarumbeta katika ile mnania ya Yeriko. Na ile jeshi la Gideon kwa Bwana na kwa Gideon. Yaani unaweza usijue muziki uliokuwa unafanya. Na hapa unachokiona Biblia inaeleza akaweka waimbaji waliotangulia jeshi. Ina maana wanaoshika silaha zao zile zinazogusa mwili sio hasa jambo la muhimu sana katika vita ile, lakini wimbo ndio silaha. Waimbaji ndio walikuwa wana silaha za maangamizi. Si wao wenye mikuki na upinde na mshale, walio na silaha za maangamizi dhidi ya maadui wa Israeli siku ile wakati wa Yehoshafati ni waimbaji. Ninyi mkae tu muone kama makanisa yanajivunia waimbaji siku hizi. Yaani ina maana kama ungekuwa kuna ajenda ya wokovu, kuna ajenda ya umishonari, kuna ajenda ya uinjilisti, kuna ajenda ya ujenzi, kama waimbaji wangeliimba kabisa neno la Bwana, wangeona kanisa zima limeitikia ajenda ya Bwana. Lakini wenye migogoro namba moja, waimbaji. Hapa kuna tatizo. Israeli, Yuda inavamiwa na majeshi yako kwenye bonde la Tekoa. Lakini cha kwanza aliwaambia, mwaminini Mungu. Cha pili, mwaminini manabii wake. Baada ya kusemezana nao, timu namba moja mstari wa kwanza mbele ni waimbaji. Soma usikie walipoanza kuimba. Sio kama Yehoshafati alifanya sio kijua, anaelewa. Hebu soma 22. Nao walipoanza kuimba na kumsifu Bwana, akaweka wavezi yao juu ya wana wa Amoni. Bwana akaingilia kazi na Moabu, halafu akapigwa. Wameatoa Seiri. Walikuwa ni wa Moabu, walikuwa ni wa Edom, walikuwa wengine nao wameungana. Mataifa mangapi walikuwa wameungana dhidi ya Yuda? Wale walipoanza kuimba waimbaji, Bwana akaingia vita. Ninakumbuka kule kwetu kuna watu waliokuwa wanaomboleza wakigundua amekufa, amefanywa mchezo mbaya. Siku hizi nafikiri wamkali. Siku hizi wanawake wa kulia hivi wamepungua. Alikuwa analia, kuna msiba ndio, lakini ukisikiliza vizuri anavyolia ni kama anakuelekeza nani aliyehusika. Mpaka watu wanajua, na kama yuko hapo inabidi atoroke. Kwa sababu utashangaa anaingia ndani anachukua mkuki, utafia pale. Wakina mama wanaomboleza, lakini sio uombolezaji wa kawaida. Kuna music ndani na yenye message. Wa siku hizi unaenda itawa naomboleza. Wewe, what do you do? Walikuwepo walikuwa wanalia. Kama umetulia nyumbani, unasikiliza maneno yanayozungumza na ile sauti, unashangaa machozi na wewe yanatoka. Lakini wanaopiga kelele hao wanasema nani? Unashangaa unalia pale, jamaa wanakula story tu. Sasa wakaimba wimbo, walipoimba Biblia inasema walipoanza kuimba wale waimbaji, Bwana akaingia vitani. Unasema unajua kwa nini Yehoshafati alijua waimbaji ni nini? Kwa hiyo ilikuwa leo waimbaji ndio kwa mambo magumu ya kanisa yanapotokea, ilikuwa kwaya wasimame. Ilikuwa kanisa waimbe. Unaposikia pale, je, una moyo wa kuchangamka kwenye Yakobo? Na aimbe nini? Zaburi.
Sauli mwenye mapepo. Wewe unaona muziki vitani, muziki katika kusikizisha neno, muziki katika uwepo wa Roho Mtakatifu, muziki katika kufukuza nguvu ya Mungu katika akili za watu, na muziki katika pambano la kiroho. Naona wimbo. Sasa hili yafanyike. Kwa nini hapa ifanyike hivyo? Kwa nini Daudi apige kinanda aimbe, halafu mapepo yatoke kwa Sauli? Kwa nini hawa waimbaji waimbe, halafu Bwana aingilie kazini? Yale mataifa matatu yaliyoungana dhidi ya Yuda wakapigwa siku ile. Lakini ni wimbo. Kwa nini wao ndio wako mstari wa mbele wa vita? Ziko sifa ngapi katika hii agenda? Ya kwanza, rudi kwenye kitabu chenyewe. Tunataka tuone kwenye Biblia inachoeleza yenyewe. Nenda Samueli ya kwanza sura ya 16, soma mstari wa 16 hadi 18. Ikiwa Daudi kwenye mstari wa 23 akiimba mapepo yanatoka, Sauli anakuwa salama. Alikuwa na nini Daudi? Soma mstari wa 16 hadi 18. Samueli ya kwanza 16. Mstari wa 16 hadi 18. Bwana anasema, basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake. Hiyo umesoma Samueli ya kwanza 16. Ni Samueli ya kwanza 16 aya 16. Sawa. Awaamuru sisi watu wake. Wanampa mfalme juu ya huko sahihi. Soma. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo mbele yako atafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Atafute mtu aliye nani? Stadi wa kufanyaje? Wa kupiga kinubi. Wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokuja, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Mina saba. Basi Sauli akamwambia, vyema, sawa, tafutieni mtu aliye stadi wa kupiga. Tafuta mtu aliye stadi wa kupiga, mniletee. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi. Sasa naomba usikize vizuri. Ili fungu la kwanza ya 16 na 17, wao waliingia kwanza kwenye taaluma, kwenye nadharia. Naomba usikize vizuri, stadi wa kupiga nini? Akatokea mtu mmoja. Angalia vizuri hapa. Angalia alichosema huyo. Hebu soma. Akasemaje? Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehem, ndio aliye stadi wa kupiga kinubi. Ana sifa ya ustadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa. Halafu ni shujaa, hodari wa vita, anenena kwa busara, mtu mzuri, ni mzuri, ambaye Bwana yupo pamoja na yeye. Angalia, alitembea na wale wengine wa mwanzo, akataja zile sifa za kwanza zile, alafu ndipo akaeleza sio hivyo tu, Bwana yu pamoja naye. Kwa ndio maana alipopiga, sio yeye anaweza kufukuza mapepo, ila Bwana alikuwa pamoja na mwimbaji. Halafu siku hizi leo kwenye uimbaji ndio mahali pa kujaribia watu karamu. Unaposema huyu ni mwimbaji, muwe na hakika Bwana yuko pamoja naye. Ukikosea hiyo, mapepo yatatupakawa kanisani. Kwa hiyo ndipo unaona mstari wa 23 alipoimba vitu viwili, ni stadi, halafu Bwana yuko pamoja naye. Muziki unahitaji vitu viwili. Kulibeba jina la Bwana sio kusema mtu anasema unajua mimi sauti yangu iko vibaya, wewe sikiliza maneno, acha muzaa. Bwana haimbiwi kwa sauti ya ovyo ovyo, acha muzaa. Mradi maneno, wewe usihangaike na sauti, sikiliza maneno. Toa mtu huyo hapo mbele, peleka, au anasikiliza yeye mwenyewe. Anatakiwa stadi, ambaye Bwana yu pamoja naye. Akizungumza stadi, maana yake inahitajika taaluma, inahitaji ujuzi, ajue muziki nini, nadharia ni nini, aimba anajua hiki ni nini, hiki ni nini, hiki ni nini. Sio Roho Mungu amejaa ndani yangu. Wewe anahitajika aliye stadi, na anahitajika ambaye Bwana yu pamoja
Ukiwa na Bwana haimaanishi hitajiki ustadi. Bwana hawezi kukusikizisha kinanda, atakuwa na wewe, lakini hakikisha unapata taaluma ya kupiga hicho chombo na kuimba. Ndio maana unaziona hizo zote mbili. Utasema pasa ni kweli, sema ni kweli. Bila hicho hakuna chochote. Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 15. Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 15, soma ile aya ya 12 hadi aya ya 14. Anasema akawaambia, hapo unaona ni Walawi hapa. Daudi anawaeleza, nani anawaeleza hapa? Soma usikie, aliwaambiaje? Ninyi ni vichwa vya mbari za baba za Walawi. Jitakaseni ninyi na ndugu zenu. Anawaambia waimbaji Walawi hao, jitakaseni ninyi na ndugu zenu, ili mlipandishe sanduku la Bwana Mungu wa Israeli, ndio mpaka mahali pale nilipoliwekea tayari. Nenda usome mstari wa 27 na 28. Nitaka ujue tu kwamba wanaambiwa wajitakase. Hawa wanao wanaitwa Walawi ambao ndio kwaya hiyo. Nenda kwenye mstari wa 27 na 28. 27. Naye Daudi alikuwa amevaa joho ya kitani safi. Ndio. Na Walawi wote waliolichukua sanduku na waimbaji na Kenania. Ndio. Msimamizi wa uchukuzi. Alikuwa msimamizi wa huduma hiyo. Na waimbaji. Naye Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. 28. Hivyo Israeli wote walivyolipandisha sanduku la agano la Bwana. Kwa hiyo asikomea tu hapo. Nataka uone ya kwamba waliambiwa wajitakase. Lile sanduku alikubebwa bila waimbaji. Safari nzima kwenda mpaka Yerusalemu ilikuwa ni muziki. Na walioimba waliambiwa cha kwanza wajitakase. Stadi lakini wajitakase. Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ile ya 5, usome mstari wa kwanza. Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 5 na mstari wa kwanza, usoma. Anasema wana wa Reubeni hapa, mzaliwa wa kwanza wa Israeli. Kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza. Ndio. Lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye, ndio haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli. Ndio. Tena nasaba isiharibiwe kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Nenda mstari wa 12 hadi 14. Nasema Yoeli alikuwa mtu wao. Ndio. Na wa pili Shafamu. Sawa. Na Yanai. Na Shafati. Soma. Katika Bashani. Ndio. Na ndugu zao wa mbari za baba zao, Mikaeli na Meshulamu. Sawa. Na Sheba. Na Yorai. Na Yakani. Na Zai. Na Bia. Na Eberi, watu wa 7. Asante. Nenda kwenye, umefika mpaka mstari wa 14. 14. Hao ndio wana Abihaili mwana wa Huri, mwana wa Yaroa, mwana wa Gileadi, mwana wa Mikaeli. Ni Mambo ya Nyakati ya ngapi? Mambo ya Nyakati ya Kwanza 5:12 hadi 14. Nisema ni Mambo ya Nyakati ya pili. Umesoma ya kwanza? Ndio. Nisema ya kwanza? Nisema ya pili. Ila yeye alisema ya kwanza. Bana nasema mbona sicho chenyewe. Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 5, nitamka Nyakati ya pili sura ya 5 mstari wa kwanza, usome wa 12 hadi 14. Hebu soma. Kianza mstari wa kwanza. Hivyo ikaisha kazi yote Sulemani. Wakati wa Sulemani aliyofanya nyumba ya Bwana. Ndio. Sulemani akaviingiza vitu alivyovitakasa baba yake Daudi. Sawa. Fedha na dhahabu. Vyombo vyote akavitia ndani ya hazina za nyumba ya Mungu. Mstari wa 12 hadi 14. 12. Nasema tena Walawi waimbaji wote pia yaani Asaf wanatajwa na Hemani na Yeduthuni ndio na
na ndugu zao, ndio hadi wamevaa kitani safi, sawa, wenye matoazi na vinanda na vinubi, vyombo vya muziki hivyo. Wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, ndio, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Walikuwa wakiimba vyombo vya muziki, wanakiimba navyo. 13 Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama moja. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Waliimba vyombo vya muziki pamoja na waimbaji, waliimba kama ngapi? Kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru. Inakuja sauti kama ni ngapi? Moja ya kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda, pamoja na vyombo vya muziki na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana, wakisema kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na uwepo wa Bwana. Naam, nyumba ya Bwana. 14 Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao. Kwa nini? Kwa sababu ya lile wingu, sababu ya uwepo wa Bwana, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Lakini nataka uone hivi ya kwamba wanaimba na vyombo na wakiwa wengi kiasi kile, lakini wanaimba kama mtu mmoja, sauti kama ya mtu mmoja. Jana mwalimu akawa anazungumza hapa, nafikiri ni juzi, akawa anazungumza hapa ya kwamba unakuta mwimbaji anaimba lakini asikilize wengine. Kwa hiyo unaweza ukajua ile ni ya fulani, ile sauti ni ya fulani, ile ni ya fulani, ile ni ya fulani. Ni kama wananyang'anyana. Lakini wako wengi. Lakini hapa anasema waliimba kama vile ni mtu mmoja. Na vyombo kwa pamoja, sauti inasikilizwa kama ya moja. Ndio maana ya kwamba hauwezi kuimba hivyo bila ustadi. Kwa hiyo unaimba unasikilizia ya mwingine. Kwa hiyo sauti ilikuwa inakuja kama vile inatoka kwa mtu mmoja, wakati sauti za watu wengi na vyombo pia vingi vimetajwa pale. Ndicho kinachotajwa pale. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 29, soma mstari ule wa 5. Biblia inasema akawaambia, sikieni enyi Walawi, takaseni nafsi zenu sasa, mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu. Jitakaseni ninyi waimbaji, mkautoe uchafu katika patakatifu. Unaona inayotajwa pale, nenda mstari wa 25 na 26. Kwanza wajitakase wao, angalia mstari wa 25 na 26. Nasema akawasimamisha Walawi nyumbani mwa Bwana wenye matoazi. Usomaji wako hujanibariki kwa kweli. Sijui kama watu mmeridhika hivyo. Unasoma kama kuna mtu anakusumbua. Kwa nini unasoma hivyo? Kuna mwingine anaweza kusoma tofauti. Mpe maiki mwingine. Ninapata shida sana kwa usomaji kama huu. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 29 mstari wa 25 na 26. Mstari wa 25 na 26 hivi. Nasema akawasimamisha Walawi nyumbani mwa Bwana wenye matoazi, wenye vinanda na wenye vinubi, kama alivyoamuru Daudi. Daudi aliamuru taratibu. Gadi mwonaji wa mfalme. Gadi mwonaji na Beni nabii. Nathani nabii pia alikuwa. Bwana aliamuru hivi. Aliamuru Bwana hivyo ifanyike. Sio tu Daudi aliyewaweka hivyo, ila Bwana ndiye aliyeamuru waimbaji wafanye hivyo. Alafu wakasimama Walawi wenye vinanda vya Daudi, wana vinanda, alafu na makuhani wenye mapanda, wenye vyombo vya mapanda. Alafu Hezekia akaamuru kutoa sadaka ya kuteketezwa madhabahuni, wakaweka ibada ya sadaka ya kuteketezwa. Alafu na wakati ilipoanza sadaka hiyo ya kuteketezwa, ukaanza na huo wimbo wa Bwana, wimbo ukaanza na mapanda pamoja na vinanda vya Daudi mfalme wa Israeli. Ndio. Na kusanyiko lote wakaabudu. Kusanyiko lote wakafanyaje? Wakaabudu. Inapotolewa kafara, wimbo ukapanda juu,
Na unaona wote hapa. Mstari wa 30. Mstari wa 30, tena Hezekia mfalme na wakuu wakawaamuru Walawi wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi. Wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi na ya Asafu. Wakaimba sifa kwa furaha. Wakainama vichwa. Halafu wakaabudu. Sasa hili haya yafanyike, ndio uende kwenye sasa uangalie vizuri kinachofanyika hapa katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Soma ile sura ya 23, alafu some ile mstari wa 5. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 23 mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema hivi. Anasema na theluthi nyumbani pa mfalme, na theluthi mlangoni pa msingi. Ndio. Na watu wote watakuwapo nyuani mwa nyumba ya Bwana. Nyakati ya kwanza sura ya 23. Nyakati ya kwanza sura ya 23. Sura ya 23. Mstari wa 5. Anasema na 4,000 walikuwa mabawabu. 1000 ngapi? 4,000. Walikuwa nani? Mabawabu. Halafu na 4,000 walimsifu Bwana kwa 4,000 walimsifu Bwana kwa nini? Kwa vinanda. Hiyo ni kwa watu wangapi? 4,000. Na wanamsifu huku wanatumia pia na nini? Na vinanda. Wana vinanda. Unaona pale watu 4,000. Ndio maana ukiwaambia kanisa tuimbe, watu wanasema wote hao. Hawa ni waimbaji tu. 1000 ngapi? Na sio tu wanaimba, lakini bado wana vyombo wanapiga. 4,000. Halafu sauti ikipanda ni kama ya mtu mmoja. Nenda sura ya 25, Nyakati ya kwanza sura ya 25 mstari wa 7. Nyakati ya kwanza sura ya 25 mstari wa 7. Neno la Bwana linasema na hesabu yao pamoja na ndugu zao waliofundishwa kumwimbia Bwana. Waliofundishwa kumwimbia nani? Bwana. Wote waliokuwa wastadi walikuwa 280. Waliokuwa stadi walikuwa 280 na wanane. Hao wamefundishwa na alafu ni stadi. Na unajua kabla Mwanamkale walikuwa ili mpaka aenda aimbe alikuwa anafundishwa miaka mitano. Sasa uangalie sisi leo. Shaimba anakuja Yesu anaimba. Miaka mingapi? 5. Ndipo aende kwenye kwaya. Wote waliofundishwa, yaani waimbaji wote walikuwa ni stadi. Nini? Wamefundishwa. 1 2 wanaye nani? Bwana. Ndio maana kwenye vita walikuwa mstari wa mbele. Walijua kuimba, lakini pia walikuwa na Bwana, maana wamejitakasa. Kila ukiona Walawi ambao ni waimbaji wametakaswa, wamejitenga na uovu, halafu ni wastadi. Wanajua do re mi fa sol la ti do, wanajua na kuandika na nini, wanafahamu sauti inapandaje na kuaje. Ndio maana wakiimba ni kama mtu mmoja. Hiyo ni watu 4,000 kwaya ama 288 stadi wote na wana Bwana wote. Sifa kubwa mbili tu zinazohitajika katika jenda ya muziki. Wanaoimba lazima wawe wamefundishwa. Nisikilizeni ndugu zangu wapendwa, hii tabu tunaipata leo ndio hii ambayo Mungu anataka tujue. Yaani ni waimbaji wote wangetaka kuimba, ilikuwa ni hivi, wafundishwe kwanza. Kama uongozi wa kanisa tuko hapa tunajali, kelele inapigwa tukachukua elimu na tunadhani ni ya wale wanaoongoza mtu kupiga muziki wa vinanda ama wale ambao ni watuzi wa nyimbo. Ni muimbaji. Ni sawa na wanaohubiri neno la Bwana, wanapaswa waende wafundishwe.
Halafu unafua nguo na kutaka tare, anakusindikiza Masisi. Hajui mishipa iko wapi, inasukuma wapi, inafanyaje. Ndio maana nakwambia dawa ya miti shamba ya kawaida hii haina kipimo, tumia tu. Baada ya muda unaambiwa figo zimefeli. Wanakuuliza unakuwa unafanyaje kwa kutumia dawa za miti shamba. Zile ni dawa kama dawa zingine. Na figo ina kazi ya kufanya kama ilivyo na ini. Waende wapate elimu. Sio hata kushughulika na mwili wa mwanadamu, wakapata elimu. Kwa hiyo mimi nikitaka leo nishughulike na mwili wako, niende nipate elimu juu ya mwili. Mimi ukija kwangu siwezi kwambia tuombe, basi vua nguo ni kuombe. Unataka kuweka sindano? Unataka kuweka drip mimi? Kwa sababu mimi sina taaluma hiyo. Nikienda kwa daktari akiniambia ondoa shati naondoa. Lakini mtu mwingine una taaluma hii, umeaminiwa. Wewe ambaye ni mwimbaji, usifikiri Mungu akuagiza kwa Daudi kwa manabii watu wanapoimba wawe na taaluma na wawe na Bwana. Tunaelezea neno la Bwana kwamba huu mzao wa kutaka kuimba na uone sababu ya kujifunza ni mbaya mbele za Bwana. Mungu ni mtakatifu, haimbiwi ovyo ovyo. Wafundishwe, halafu wawe na Bwana, wajitenge na uasi, wajiatoe kwenye dhambi, halafu waone muziki utakachofanya. Sio jambo dogo. Hii sio kwa ajili ya mtu yeyote, ni kwa ajili ya Bwana. Na ili ifanyike ni mafunzo yanatakiwa. Halafu mtu anasema hakuna haja, yeye amezaliwa anajua kuimba. Amezaliwa anajua kuimba. Na kama watu ngilikuwa na naniyo, maana yake hata kutunga nyimbo tulikuwa tunaandika tu, tunaweka zile staff notation. Tunawatumia wimbo, kila mwimbaji anashika anasoma sauti yake. Ili tunaochukua muda wa mazoezi mwezi mzima ni wimbo mmoja, ni kwa sababu hatuko stadi. Ndio maana kwa wanang'ang'ana mazoezi wiki nzima, wanang'ang'ana na wimbo. Maana yake hawana kariri namna ya kuimba, hawana ustadi wa muziki. Kama wanayo, mtumie tu hiyo staff notation. Mwekee hapo, hii ni kirungu kiko hivi, hii iko namna hii, iko namna hii. Sauti ya kwanza weka na maneno. Mwambie mwende leo tutakutana siku ya Sabato mchana. Siku moja tu peke yake. Kila mtu anajua kila kitu. Kwa nini tuko namna hii? Yaani leo Mungu ambaye Mungu aliagiza kwa Daudi na manabii wa watu wanapoimba wawe stadi na wawe na Bwana. Leo tunaona hakuna haja imani mtu anaimba sauti inapaa inashuka. Hapana. Hii dhambi tumeamua kwa jina la Yesu atusamehe. Tutatoa elimu hii na kila mtu afanye kwa sehemu yake. Kama mtu anapiga kinanda, mtu anafanya nini, aende asome stadi wa kupiga kinanda. Kama tunatumia mnyana na tumeke ni kucheza kinanda. Ndio maana pia tidi. Unaona zile pattern zile, ile piano yenyewe anagusa tu kwa kidole. Kumbe kule ndani ameweka kila kitu ambacho dunia ibilisi ameweka. Naona ndani anacheza piano, hachezi chochote pale. Ile inayochezwa ni ile ambayo Mungu amesema haifai, inaoshughulika na miili yao badala ya akili yao na roho zao. Inawafanya kuwa wagumu, wasiojua kiongozi wa kanisa ni nani, wala wajue kanisa likoje, inatufanya kuwa wahanga katika dhambi. Na ukimweleza waimbaji wote wanajitetea upande wake. Mkimwondoa huyu kwaya itakufa. Ndiye aliizaa. Ndio unasikia anafanya hivi, anavuruga mke wa mtu, anavuruga mume wa mtu kwenye kwaya. Na kwa nini hawezi kukemea wewe? Hapana, unatuletea harufu mbaya kwa sababu wote wanapengine ni wahanga. Maana anaposimama kuimba, sifa ya kwanza inayotangulia, Bwana awe naye, halafu awe stadi. Sikilizeni, utapata muziki mtakatifu kwa asiyejitenga na uovu. Ni ndoto ya mchana. Hakuna chochote kitafanyika. Wale ibilisi haogope kwa hiyo maneno yaliyopangiliwa. Ila ikiwa anayeimba yuko mikononi mwa Mungu, halafu akatafuta njia yoyote apate elimu hiyo ya muziki, ya msifu Bwana. Biblia inasema wakamwimbia kwa utakatifu na uzuri wake. Hii yote ni kwa sababu ya elimu. Mambo ya
elimu haijaanzishwa na vile vyuo vya duniani. Mambo ya elimu ya Mungu mwenyewe ndiye ameanzisha. Angalia vile vyuo vinavyotajwa pale na wanakapiga kwa ustadi. Ndio maana anatafuta Daudi hakuwa mwimbaji wa ovyo ovyo. Alikuwa stadi katika kupiga vyombo vya muziki na kuimba, lakini Bwana alikuwa pamoja naye. Tunashughulika na ajenda kubwa sana inaitwa muziki. Ni kuimbia jina lake aliye mtakatifu. Pata hofu hiyo. Usifanye huo mzaha. Haimbii ovyo ovyo, wala hataacha jina lake najisiki. Atataka atakaswe katikati ya mataifa. Hoja ya utakatifu imetajwa mara kadhaa, na hoja ya ustadi. Yaani kwenye Biblia katika uimbaji, stadi imetajwa zaidi ya mara 24. Kuhusiana na uimbaji. Na hiyo ndio maana mafunzo waliofundishwa kuimba.